Kuna taarifa kwamba Samia Suluhu Hassan amekuja na mkakati hatari ambao lengo hasa ni kufukia mjadala unaendelea kuhusiana na ripoti ya Jaji Chande, lakini pia ikumbuke kwamba majuzi ni takriban miezi 6 imeadhimishwa tangu aliporuhusu mauaji ya maelfu ya Watanzania, ambapo swala hilo bado linawasumbua watu wengi, lakini pia kumekuwa na matukio ya utekaji, mauaji yanaendelea, ambapo jana imeripotiwa maiti moja imepatikana ikiwa imekatwa kichwa, na leo pia kuna maiti imeokotwa katika daraja la Salenda ikiwa ya mtu amenyongwa. Kwa hiyo mazingira ya sasa yanapelekea Samia kutafuta mbinu mbadala za kuwatoa Tanzania katika kujadili haya yanayoendelea. Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizofikia Jasusi TV, imeelezwa kwamba Samia yupo katika mchakato wa kuanzisha mahakama za kadhi huku Tanzania bara. Ni muhimu kuelewa kuhusu swala hili kwa muktadha wake mpana, kwa sababu huko nyuma limeshawahi kuleta mtafaruku mkubwa sana. Lakini Samia, lengo kuu sio dini. Lengo hasa la kuibua mjadala wa mchakato wa mahakama ya kadhi ni kulitumia swala hilo kumkinga yeye kisiasa, hasa kutokana na hayo niliyoeleza. Kwa upande mmoja ni hii ripoti ya Jaji Chande ambayo kwa hakika imewakera watu wengi kutokana na ripoti hiyo kuwa na vitu vingi sana vya kuchukiza ambavyo havina ukweli wowote na vimetumika tu kuficha ukweli, lakini pia kumlinda Samia Suluhu Hassan. Lakini kubwa zaidi ni hayo mauaji ya Watanzania zaidi ya 10,000 kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC, ambako kuna mchakato wa kumfungulia mashtaka Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Kwa hiyo hili la mahakama ya kadhi linatengeneza kinga dhidi yake, lakini muhimu kuangalia historia ya swala hili, kwa sababu alivyosema huko nyuma limeshawahi kuleta mtafaruku mkubwa. Sasa mara baada ya uhuru, utawala wa Julius Kambarage Nyerere ulifuta hizi mahakama za kadhi. Zilifutwa mwaka 1961 baada ya Tanganyika kupata uhuru wake. Lakini Zanzibar kwa upande mwingine yenyewe iliendelea na hizi mahakama za kadhi na mpaka sasa hivi zipo huko Zanzibar. Kwa hiyo kwa muda wa miaka toka wakati wa uhuru mpaka sasa hivi, masuala ya kisheria kwa upande wa Uislamu yamekuwa yakishughulikiwa na hizi mahakama za kawaida. Of course kuna michakato ambayo inashughulikiwa na Baraza la Waislamu Tanzania, ni BAKWATA, lakini katika ngazi ya kisheria kitaifa kesi hizi zinapelekwa katika mahakama za kawaida. Masuala ya ndoa, masuala ya mirathi na vitu kama hivyo yamekuwa yakishughulikiwa na mahakama hizi za kawaida, lakini hakuna mahakama rasmi ya kadhi. Sasa kumekuwa na jitihada kubwa huko nyuma za kuanzisha hizi mahakama za kadhi, na michakato hiyo ilileta mtafaruku mkubwa sana, lakini pengine ni vigumu kufahamu kuhusu haya kwa sababu wakati huo hakukuwa na mitandao ya kijamii na magazeti au vyombo vya habari vilikuwa na changamoto katika kuripoti taarifa. Kwa hiyo hakuna, lakini kibaya zaidi na moja ya vitu ambavyo vinakwamisha sana kuielewa Tanzania yetu au Tanganyika ni ukweli kwamba sisi kama Watanzania kwa ujumla hatuna utamaduni wa kuweka kumbukumbu za matukio, na ndio maana makala kama hizi zinakuwa na umuhimu wa kipekee kwa sababu zinakumbusha huko tulikotoka, huko nyuma mambo yalikuwaje mpaka kufika hapa tulipo. Kwa hiyo mwaka 2005 CCM katika jitihada zake za kupata kura iliwalaghai Waislamu na kudai kwamba ingeanzisha mchakato wa mahakama ya kadhi. Mgombea wa CCM wakati huo alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete. Aliwashawishi Waislamu kwamba wangempigia kura basi yeye angeanzisha mahakama ya kadhi, lakini mara baada ya kuchaguliwa na kushinda kuwa rais wakati huo akatupilia mbali swala hilo, na baadaye akaja kuonya kwamba masuala kama haya yanaweza kuleta mfarakano, mgawanyiko baina ya Waislamu na Wakristo. Mwaka 2008 zilifanyika tena jitihada nyingine za kuibua swala hili, na Baraza la Waislamu wa Tanzania BAKWATA lilifanya jitihada kuamsha upya swala hili. Hata na kuna kamati iliundwa ya bunge kushughulikia swala hili, lakini hakuna kilichotokea. Kati ya mwaka 2012 na 2014 kulikuwa tena na mchakato wa katiba mpya, na moja ya vitu ambavyo vilijitokeza wakati huo lilikuwa ni swala hili la mahakama ya kadhi. Hili lilileta mtafaruku mkubwa sana, na kuna wakati fulani kulitokea
mtafaruku kiasi kwamba wabunge walitaka kurushiana ngumi kutokana na mjadala kuhusiana na swala hilo. Kwa hiyo kura ya maoni ya katiba mpya haikufanyika na swala la mahakama ya kazi nalo likawa limekufa kifo cha asili. Na sababu kubwa tatu zilizochangia huko nyuma swala hili kumbana na vikwazo, ya kwanza ilikuwa ni upinzani kutoka taasisi za Kikristo, TEC, CCT, Pentekoste, Wasabato na kadhalika. Walipinga kabisa mchakato wa swala la mahakama ya kazi, wakidai kwamba mchakato huo ulikuwa unataka kuipeleka Tanzania kuipeleka kwenye sharia, yani zile sheria za Kiislamu. Kwa hiyo huku kulikuwa na upinzani mkali sana. Lakini pia sababu nyingine ilikuwa ni ibara ya 19 ya katiba ambayo inakataza ubaguzi wa kidini, na hoja iliyokuwa hapa ni kwamba mchakato huo mahakama ya kazi ulikuwa unavunja katiba, yani hasa kuzingatia hiyo ibara ya 19 ya katiba. Lakini pia kulikuwa na hakuna utashi wa kisiasa. Huko nyuma kote swala hili lilipokuwa likijitokeza lilikuwa kufa kifo cha asili kutokana na kukosekana utashi wa kisiasa, kama ambavyo Kikwete alilileta swala 2005, likaja tena 2010, lakini yeye mwenyewe alisimamia mchakato wa kuhakikisha swala hilo halifanyiki. Kwa hiyo hakukuwa na utashi wa kisiasa. Lakini mazingira ya sasa 2026 ni tofauti sana na hali ilivyokuwa huko nyuma. Tofauti na miaka ya huko nyuma ambapo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikumbuke ilipoanza 2005 tayari kulikuwa na mfumo wa vyama vingi, kulikuwa na idadi ya kutosha tu ya wabunge wa upinzani. Kwa hiyo ilikuwa ni bunge la vyama vingi hasa. Lakini 2026 inashuhudia bunge likiwa essentially ni bunge la CCM. Hilo moja. Lakini upande wa pili ni kwamba bunge hili sio tu limekuwa likitekeleza matakwa ya CCM kwa nguvu kubwa, lakini pia nafasi ya Samia Suluhu Hassan ndani ya CCM yayumkinika kusema haijawahi kutokea katika historia ya Chama cha Mapinduzi, ambapo sio tu kwamba kiongozi anakuwa anaogopwa, lakini sasa watu wanaogopa kuhusu uhai wao, kwa sababu wanafahamu kilichojiri Oktoba 29, wanafahamu yaliyowakuta baadhi ya wanasiasa walioangalau kuzungumzia kuhusu masuala haya, kina Lukuvi au kina Jenista na vitu kama hivyo. Lakini pia wanafahamu kwamba kuna watu wanatekwa, wanalawitiwa, wanabakwa na wanauawa. Kwa hiyo swala lolote kwamba Samia anachotaka ni lazima kitimie. Kinyume chake mtu atatekwa, atalawitiwa, atabakwa, atauawa. Kwa hiyo kuna ile ya kukubali kila kinacholetwa na CCM bungeni, lakini kuna kutambua kwamba hizi ni nyakati hatari za watu wasiojulikana ambao Samia amekuwa zikizitumia katika uongozi wake. Upande wa pili, upinzani umedhoofika katika namna mbili. Kwanza, chama kikuu cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kimekuwa kikaliwa kooni vibaya sana. Licha hii juzi kufunguliwa kufanya shughuli zake, lakini ni porojo tu zinazofanyika kuficha ukweli wa hujuma dhidi ya chama hicho. Lakini pia mwenyekiti wa taifa wa chama hicho mpaka sasa hivi yuko gerezani na zaidi ya mwaka umepita na hakuna dalili yoyote ya angalau hiyo kesi ambayo sasa hivi katika ngazi ya mahakama ya rufaa kuendelea. Hakuna tarehe iliyotajwa na haijulikani mustakabali ukoje. Majuzi Mheshimiwa Lissu ameletwa mahakamani akiwa hajachana nywele, yuko katika hali mbaya. Hata mustakabali wake haujulikani ukoje. Kwa hakika hali ni, lakini haya ndio mazingira ya kisiasa ya sasa hivi. Kwa upande mmoja kuna hili la kuidhoofisha Chadema, lakini upande wa pili kumekutengenezwa upinzani fake wa chama cha ubwabwa na watu kama hao. Sasa hawa ni viongozi ambao wanatumika kuhalalisha, kusafisha ajenda mbalimbali. Ripoti ya tume ya Jaji Chande imewekwa hadharani, wamejikusanya wakasema kwamba hii ni sahihi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata ajenda ya swala la mahakama ya kazi itakapoletwa, si ajabu hawaganga njana wakajitokeza na kuunga mkono. Lakini kama nilivyosema, kuna mambo makuu mawili. La kwanza ni hilo la miezi 6 ya kutimia kwa miezi 6 tangu kufanyika mauaji makubwa katika historia ya Tanzania, ambao kwa mujibu wa ripoti zaidi ya Watanzania 10,000 waliuawa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Takwimu hii ya zaidi ya watu 10,000 ndio iliyowasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Lakini upande wa pili ni hiyo ni ripoti ya mchongo iliyotengenezwa na Jaji Chande majuzi. Imetuonyesha vidonda, imewaumiza watu wengi, na kwa hakika mjadala umekuwa ni mkubwa kuhusiana na swala hili. Kwa hiyo hili la mahakama ya kazi litamsaidia sana Samia Suluhu Hassan kuuzima huo mjadala, kwa kwa upande mmoja kuwatoa watu katika kujadili hilo waje kwenye mjadala wa kuhusu mahakama ya kazi, lakini pia linamnufaisha yeye kisiasa, kwa sababu linajenga mgawanyiko baina ya Wakristo na Waislamu kama ambao umetokea huko nyuma. Mgawanyiko kati ya Wakristo na Waislamu, na kuna uwezekano mkubwa hata ambao wanampinga Samia kutokana na haya yalijiri Oktoba 29, lakini inapokuja swala la dini ambalo linagusa hisia, wanaweza kumuunga mkono kwamba ni kiongozi anapigania kile ambacho viongozi wengine huko nyuma wameshindwa kutekeleza. Kwa hiyo anakuwa ni ushindi kwake kisiasa. Lakini kuna pande mbili pia za mjadala, kwa sababu sio tu upinzani, lakini kuna wanaounga mkono swala mahakama ya kazi, na wanaunga mkono kwa kuangalia mfano wa Zanzibar
ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na mahakama ya kazi, na haijawa na athari katika muungano angalau kwa ujumla. Lakini pia Kenya wana mahakama za kazi, na Kenya kwa kiasi kikubwa ni nchi ya Kikristo, lakini mahakama za kazi zimekuwa zikifanya kazi kwa pasipo na matatizo makubwa. Kwa hiyo watetezi wanasema kwamba hofu hii dhidi ya mahakama ya kazi ni upinzani tu dhidi ya mafanikio ya Waislamu na vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wa wanaopinga ni hiyo kusema kwamba katiba ibara ya 19 inakataa, lakini pia kuna hofu kwamba kuanzishwa kwa mchakato wa mahakama ya kazi unaweza kupelekea kuanzishwa kwa sharia nchini Tanzania. So, makala hii inahitimishwa na maswali kadhaa. Kwanza, je, mswada huu utawasilishwa bungeni au kwa sasa ni porojo tu, ni maelezo tu ya kawaida? Lakini kwa mujibu wa maelezo ni kwamba mchakato huu Samia anataka kutekeleza, lengo hasa likiwa ni katika hizi changamoto za kisiasa zinazomkabili. Na je, kama zikianzishwa itakuwa ni mfumo wa kimahakama, itakuwa ni nje ya mahakama? Gharama zitakuwa zitaendeshwa na taasisi za serikali za Kiislamu? Mamlaka itakuwa ni ya lazima au hiari? Na vipi kuhusu upinzani ambao huko nyuma ulijitokeza kutoka kwa taasisi za Wakristo? Basi Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hili na itakuletea taarifa zaidi. Una maoni gani kuhusu? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.